Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 11 na mada ambayo tunaizungumzia juma hili ni ningefanya nini zaidi. Ni swali ambalo linaulizwa, je, ningefanya nini zaidi? Ikiwa ni katika wiki ya Machi 8 hadi Machi 14, na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutampisha mwalimu Anthony aweze kutubariki kwa ombi. Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa kuwa pamoja nasi, asante kwa nafasi hii ya kuweza kulitazama neno lako na kujifundisha lesoni hii. Tunapoenda kujifundisha zaidi, tunaomba utupe Roho wako Mtakatifu akawe mwalimu na mtafsiri wa kila jambo ambalo tunaloenda kujifundisha. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina. Naam, fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Yohana Mtakatifu, sura ni ya 18 aya ni ya 37. Basi Pilato akamwambia, wewe mfalme basi? Yesu akamjibu, wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili nishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli huisikia sauti yangu. Mwalimu, nitakuuliza swali ambalo liliweza kutokana na somo la wiki jana. Swali lenyewe linasoma hivi: kwa nini Mungu ampe shetani mamlaka yoyote katika pambano la ulimwengu wote, hata ikiwa ni kwa muda tu? Hili linatuambia nini kuhusu jinsi Mungu anavyotafuta kujibu shutuma za shetani? Mwalimu, Mungu ni ukweli alimpea shetani mamlaka. Naam. Ili kwamba aweze kujidhihirisha nia yake ni gani. Naam. Kwa sababu Mungu si eti hakuwa na uwezo wa kumwangamiza na kumaliza pale mwanzoni. Ikiwa angemnyang'anya mamlaka, ni kumaanisha kwamba angekuwa anakubaliana na kile ambacho shetani alikuwa anamshutumu kumhusu yeye. Lazima angepatiwa nafasi ile ili aweze kujidhihirisha yeye ni nani, kwa sababu kutokana na kupewa mamlaka huku, ulimwengu wote unaweza kumtambua shetani ni nani. Naam. Kuna kisa ambacho kinazungumziwa hapa ambacho miaka kadhaa iliyopita, kisa cha mtoto mwenye umaizi, kilichapishwa katika gazeti la Guide. Kisa hicho kinamzungumzia mvulana anayeitwa Dennis, yatima aliyeishi na familia fulani kama mtoto wa kambo katika zama za kati. Dennis alimchukia sana mfalme wa nchi yake kwa sababu wazazi wake walipokuwa wagonjwa, askari wa mfalme walimchukua kutoka kwao na hakuwaona tena. Baadaye tu ndipo alipojua kwamba mfalme aliwatenga ili kuwaepushia walio hai utisho wote wa tauni nyeusi. Ukweli kuhusu mfalme ulimweka Dennis huru kutokana na chuki ambayo alikuwa ameiweka katika maisha yake yote. Mfalme daima na katika kila hali aliwatendea kwa upendo watu wake. Mwalimu, sijui ni kipi ambacho unajifunza kutokana na kisa hiki? Mwalimu, nilijifunza kwamba Mungu anaweza kuwa na nia nzuri kwetu, lakini sisi kwa akili yetu finyu tusielewe kwa sahihi Mungu anatutakia yepi. Ila kwa wakati tunakuja kuelewa Mungu alikuwa anatutakia mema, ila si mabaya kama unavyoweza kuona kwa lile tendo wakati wa kwanza. Mwalimu, sijui kama umempeleka mtoto kwenye kliniki ama kwenye hospitalini. Naam. Alafu pale pengine mtoto unajua anakuanga na hali ya wasiwasi. Pale wanapomuona daktari, wanaanza kuwa wako katika hali ya wasiwasi. Kwa hivyo inabidi uweze kumshika ule mtoto, labda ni damu wanataka kumtoa. Mwalimu, wakati unamjaribu kudhibiti ule mtoto wako ili daktari aweze kudunga sindano kwenye mshipa aweze kupata damu, mtoto kwa yeye ni kana kwamba wewe na daktari mumeungana ili kuweza kumkandamiza yeye. Lakini yeye haelewi kwa wakati ule kwamba ile damu itakapopimwa kuna kitu ambacho kitaweza kudhihirisha kitu fulani. Kwa hivyo kwa yeye ni kana kwamba unamsumbua. Anaweza kuwa na kuchukia kwa wakati ule. Lakini tunaona hatima yake ni kwamba atakuja kuelewa ulikuwa unamsaidia. Ni kumsaidia ulikuwa ukimsaidia. Watu wengi leo wanamuona Mungu kwa kiasi fulani kama Dennis alivyomuona mfalme. Uofu ambao ulimshuhudia au kupitia unawafanya wachukie au kumkataa Mungu.
Mungu yuko wapi wakati kuna mateso? Ikiwa Mungu ni mwema, kwa nini kuna uovu mwingi? Pambano la ulimwengu mzima linaeleza zaidi suala hili muhimu, lakini maswali mengi yanadumu kuwepo. Hata hivyo, wakati majaribio yetu yote ya kupata majibu yanaposhindwa kutosheleza, tunaweza kumtazama Yesu msalabani na kuona ndani yake kwamba Mungu anaweza kutumainiwa hata pamoja na maswali yote ambayo hayana majibu kwa sasa. Na mwalimu, ndiposa wakati fulani tuliweza kusoma muumini wa Mungu mwenye shaka. Tuliona kwamba muumini huyu licha ya kuwa kuna mambo ambayo hayafahamu, bado anazidi kumtumainia Mungu. Kwa hivyo inafika wakati mwingine mwalimu, kuna mambo mengi sana ambayo hatuyaelewi, kama vile ambavyo tumekuwa tukisoma katika lesoni ya robo hii. Kuna mengi sana ambayo yanaendelea nyuma ya pazia. La kufanya ni kuweza kumtumainia Mungu, kujua kwamba yuko upande wetu. Kabisa. Kwa sababu watu wengi wanaona ni kana kwamba yale ambayo wanapitia ni kana kwamba ni Mungu ameyasababisha. Nipende kukufahamisha kwamba Mungu yuko upande wetu, na Mungu akiwa upande wetu mwalimu, hatutakuwa na la kuhofu. Ama utamuhofu nani basi? Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili yenye mada inayosema Kristo mshindi. Kristo ni mshindi. Mwalimu, sijui uliweza kujifunza nini katika siku ya Jumapili? Mwalimu, Kristo ni mshindi wa kila jambo. Kwanza tunaona shetani anaanza kumkashifu Kristo kwa kudai ya kwamba yeye ndiye mmiliki wetu, ama ndiye ameweza kushinda. Tunaona vita ikiwa kubwa sana kati ya wema na uovu, yani kati ya Kristo na shetani. Na kinachopiganiwa ni gani? Ni nini? Ni akili za binadamu. Sisi kwa mfano. Lakini tunaona mwalimu, Yesu ndiye anashinda, mpaka tunaona aliweza kushinda mauti pale alipo kufa, akalala kaburini siku 3 na akaweza kufanya nini? Kufufuka. Kwa hivyo Kristo kila wakati anaweza kukua mshindi. Mwalimu, tupe Mathayo 4:3 pale. Umesema Mathayo ngapi? 4:3. Mathayo Mathayo 4:3 inasema hivi, inasema mjaribu akamjibu akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Hapo mwalimu ni pale jangwani ambapo shetani anamjaribu Yesu. Mwalimu, teremka chini. Nataka hiyo, anamwambia nitakupea mali yote ya ulimwengu huu ukinishuhudia. 8 inasema kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Kwa hivyo mwalimu, vita kuu ni nani wa kusujudiwa? Kwa hivyo shetani anadai ni yeye anapaswa kusujudiwa. Na Yesu pia anadai ni yeye anapaswa kusujudiwa. Ndio maana sasa kuna vita kuu, sababu wote wanadai wanataka wafuasi. Lakini mwalimu, tunaona Yesu anaibuka akiwa mshindi. Yohana 18:37 inasema hivi. 18:37 inasema basi Pilato akamwambia, wewe mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema, kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili nishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Kwa hivyo Yesu kwa ajili ya haya ambayo yanahusu kusujudu, ndio yalimfanya akuje ulimwenguni ili aweze kushuhudia ya kwamba Mungu ndiye anapaswa
kusujudiwa. Naam, nakumbuka mwalimu, tunarejelea dondoo pale ambapo tumetoa aya hii ni Yesu alikuwa ende msalabani. Naam. Kwa hivyo alikuja ili aweze kufa kwa ajili ya binadamu wote, ili yeyote atakaye muamini asije akapotea bali aweze kuwa na uzima wa milele. Mwalimu, kumbuka ukisoma katika kitabu ni cha Yohana 8:44 kuna tabia ya shetani ambayo inajidhihirisha pale, ambayo tunaweza kuona ni tabia kinzani na tabia ya Yesu Kristo. Sijui kama utatupatia Yohana 8:44. Yohana 8:44 mwalimu. Naam. Inasema hivi: nyinyi ni wa baba wenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Kwa hivyo shetani anajulikana kama baba wa uongo. Lakini tunajua Yesu alikuja ili binadamu wote waweze kupata uzima. Lakini vile vile tunajua shetani amekuja kuharibu na kuua. Kwa hivyo kuna sifa ambazo zinawatofautisha na ni sifa ambazo zinaweza kuonekana bayana. Kwa hivyo tunaona katika kitabu ni cha Yohana 18:37 ni kwamba Yesu amekuja kama shahidi na vile vile Yesu ndio kweli. Kwa hivyo Yesu amekuja kushuhudia kweli. Na mwalimu, ukisoma pale tunaona kuna vitu vigezo, ingawa maandiko yanafundisha kwamba shetani ndiye mdanganyifu mkuu, msingiziaji, mzushi, mshtaki na mtawala mwenye kujitwalia mamlaka bila haki wa ulimwengu huu. Pia yanafundisha kwamba Yesu ndiye mshindi dhidi ya shetani katika kila njia. Kwa hivyo tunaona Yesu alikuja ulimwenguni ili aweze kushuhudia kweli. Kupitia msalaba Yesu alidhihirisha kwa namna bora kabisa haki na upendo mkamilifu wa Mungu. Mwalimu, sijui kama utatusomea Warumi 3:25 na 26. Warumi 3:25 inasema hivi. Warumi 3:25 mwalimu. Naam. 25 inasema ambaye Mungu amekwisha kumweka hao upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Naam, 26. Apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili haki yeye amwaminie yeye Yesu. Kwa hivyo tunaona Mungu amekwisha kumweka Yesu ili aweze kuwa nini? Mpatanishi kati ya binadamu na Mungu. Na vile vile tunaona kwa njia ya imani katika damu yake, mwalimu, ambao tunasema msalabani Yesu aliweza kumshinda shetani. Ili aonyeshe haki yake. Nambari 1 tunaona aweze kuonyesha haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Apate kuonyesha haki ya wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Kwa hivyo tunaona Yesu mwenyewe ni haki. Na anaweza kuwahesabia haki wale ambao wanamwamini yeye. Kwa hivyo tunaona tunazidi kuona tofauti kati ya Yesu na shetani. Na mwalimu, na vile vile tunaona kutokana na hii tunaona anaweza kuwa anakanusha madai ya shetani, kwa sababu shetani anasema Yesu si mwenye haki. Naam, kazi ya shetani mwalimu ni kukanusha kile ambacho Mungu amesema. Naam mwalimu, kwa mfano tupe Ufunuo 13:6. Umesema Ufunuo 13:6. Naam. Ufunuo wa Yohana 13:6 inasema hivi, inasema akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake nao wakao mbinguni. Kwa hivyo shetani anatukana ukiti cha Mungu. Ama anajaribu kudhalilisha kabisa Mungu. Lakini mwalimu, tunaona kazi ya Yesu na yeye ni kutupea uzima wa milele sisi wote mwalimu. 10:24 Yohana 10:24 Yohana. Lakini kazi ya Yesu ile iliyomleta ni kutupea sisi uzima wa milele 28.
Umesema Yohana 10:28. 10:28 inasema, Naam. nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Kwa hivyo tukiwa kwa mikono ya Yesu tuko salama mwalimu. Naam. Hakuna mtu ambaye anaweza kutupokonya atutoe pale. Kwa hivyo tumesema shetani ni muongo na ni mshtaki wa Mungu na watu wake mbinguni. Ukisoma Ufunuo 12:10, vile vile Ayubu 1:2 na Zekaria 3:1-2. Na vile vile tunaona kwamba shetani ni mdanganyifu, na tunajua alianza kudanganya tangia milele, jadi kabisa. Na tunaona shetani pia ni mtawala mwenye kujitwalia mamlaka pasipo haki wa ulimwengu. Kwa hivyo hizi ni tofauti ambazo zinatofautisha Kristo na shetani. Na kwa hivyo tunaona hatimaye haidhuru shetani anafanya nini, yeye tayari ni adui aliyeshindwa. Na kilicho muhimu kwetu ni kudai ushindi wa Kristo kwa ajili yetu sisi wenyewe kila siku, kila saa. Pia kudai ahadi ambazo msalaba umetupatia. Mwalimu, unajua msalaba unadhihirisha kwamba Yesu aliweza kushinda kifo. Kwa hivyo yeyote atakaye muamini vile vile atapata ufufuo. Mwalimu, sijui kama una la ziada. Mwalimu, hamna la ziada. Naam, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatatu, ambayo ina mada inayosema mwenye haki na mwenye kumhesabia haki. Mwalimu, sijui kama tutasoma Warumi 3:23 hadi 26, ambayo tumeigusia japo kwa mtupo wa jicho katika siku ya Jumapili. 3 ngapi mwalimu? 23. 23 inasema hivi. Naam. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka au upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Na mwalimu, tunajua kulikuwepo na sheria ya Mungu ambayo iliweza kuvunjwa kabisa. Sheria ya Mungu ilipovunjwa, mwalimu, kukawa kuna dhambi. Dhambi ilipotokea kukawa kuna mauti. Mauti ilipotokea kukawa kuna haja ya ukombozi, neema na Yesu Kristo, ambayo tunasema ni ukombozi kupitia kwa neema ambayo Kristo alileta. Kwa hivyo mwalimu, tunaona binadamu ambaye ni mdhambi, Yesu akimfia msalabani. Na tunaona kuna zile dhambi ambazo zinafunikwa na damu ya Yesu Kristo kwa yeyote ambaye anamuamini. Na tunaona Yesu kwanza ni mhukumu mwenye haki. Na tunajua Yesu aliweza kudhihirishwa katika ulimwengu huu ili kuweza kuzivunja kazi za shetani. Mwalimu, sijui kama utatupatia kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ni ya 3 aya ni ya 8, tuweze kuona mbona Kristo anadhihirishwa, mbona Kristo anatokea katika ulimwengu huu. 3:8. Waraka 3:8 inasema hivi. Waraka wa kwanza wa Yohana inasema 8 mstari wake, atendaye dhambi ni ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Na mwalimu, kwa hivyo mwana wa Mungu anapokuja pichani, shetani anajua muda wake ni mchache. Anajua yuko kwenye hatari. Kwa hivyo la kufanya, tunajua bado anazidi kufanya kile ambacho alifanya mbinguni. Anatia kazi zaidi mwalimu. Anajaribu kutia doa tabia ya Mungu. Lakini tunajua Mungu anadhihirisha upendo wake kwa sisi, kwamba bado tulipokuwa wadhambi aliweza kutufia. Mwalimu, sijui kama utatupatia Warumi 5:8 tuweze kuona ni upendo gani huu ambao hawezi ukafananishwa na upendo wowote. Ni Mungu kumtoa mwanawe ili aweze kutufia. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu
tulipokuwa tungali wenye dhambi. Naam. Naam mwalimu. Kwa hivyo Yesu anatufia tukiwa bado Wenye dhambi. wa dhambi mwalimu. Naam. Lakini hajatufia tuzidi kuwa kwenye dhambi, bali ametufia ili tuweze kumwamini, aweze kutupatia nguvu za kumshinda shetani, ama nguvu za kuweza kushinda dhambi. Mwalimu, tunaona msalabani shetani aliweza kutanabahi kwamba ameweza kudhihirishwa. Naam. Kwa sababu pale watu waliweza kujua mbivu na mbichi. Naam. Tabia ya shetani iliweza nikana kwamba shetani anaanikwa peupe. Ndiposa ukisoma katika kitabu ni cha Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya 2 ukurasa wa 375, unaona baada ya kifo cha Yesu shetani aliona kwamba hila zake zote zimefichuliwa. Utawala wake umefunuliwa wazi kwa malaika waaminifu na kwa viumbe wa mbinguni. Alikuwa amejidhihirisha mwenyewe kuwa muuaji. Kwa kuimwaga damu ya mwana wa Mungu amejingoa mwenyewe kutoka katika fadhili za wakazi wa mbinguni. Mwalimu, kwa hivyo shetani, kama vile ambavyo tuliweza kuuliza swali, mbona Mungu aweze kumpatia shetani hata kama ni nguvu kidogo tu? Naam. Ni kwa sababu muda mdogo anataka shetani aweze kujidhihirisha yeye ni nani. Naam. Kwa hivyo aweze kujianika mwenyewe mwalimu. Naam. Unajua kuna wakati ambapo pengine mtu anakuambia sijui labda heri ni mbishi. Naam. Unajua wewe hujanifahamu. Kwa hivyo mimi kukuelezea unaweza ukanishuku. Naam. Lakini tutakapokuwa tunakaa na wewe, unajua mwalimu, tabia ni ngumu kuficha. Naam. Tutakapokuwa tuko na wewe labda kunakuwa na mgogoro. Na kwa kweli unahakikisha kwamba mimi ni mbishi. Lakini kuna muda ambao unahitajika ili tabia hii iweze kujidhihirisha. Nakumbuka ni katika mgogoro tabia ya binadamu inajidhihirisha. Na mwalimu, kwa hivyo tumeweza kuona kwamba ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 12:10 na 12, mwalimu, inasema nini? Ufunuo 10 na 12. Naam, Ufunuo sura ni ya 12 aya ni ya 10 hadi 12. Inasema hivi. Naam. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mstaki wa ndugu zetu. Je, awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Mwalimu, kwa hivyo tunaona wanaweza kumshinda kutokana na ushuhuda na damu ya mwana kondoo. Na vile vile kumbuka katika kitabu ni cha Mwanzo sura ni ya 3 aya ni ya 15, tunakumbana na unabii ambao ulikuwa unadhihirisha vile uzao wa mwanamke ungeweza kumshinda shetani ama yule joka. Kwa hivyo tunaona mwishowe wale ambao wanamwamini Mungu wameahidiwa ushindi. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe uweze kujua utakuwa kambi lipi. Je, utakuwa kwa shetani ama utakuwa kwa Mungu? Kama vile ambavyo tunajua Mungu halazimishi. Kwa hivyo uamuzi ambao tunafanya ni uamuzi ambao si wa kuchochewa. Kwa hivyo ni uamuzi, unakaa chini, unaangalia upande huu, unaangalia upande huu, unaona shetani ameshindwa, Mungu ameshinda. Je, wewe utachagua yule ambaye ameshindwa? Kwa hivyo ni maamuzi tu ambayo tunapaswa kufanya. Mwalimu, siku ya Jumatatu sijui kama una kitu. Mwalimu, nafikiria kwa kirefu umeweza kupeana ambacho hii siku inaweza kuzungumzia. Ila ya kwamba tuweze kujua hatuna njia mbili ila Yesu tu, kama vile Yohana 14:6 inasema Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hivyo unamfuata, anakupea uzima. Hamna mtu anayeweza kukupea uzima mwingine isipokuwa Yesu Kristo. Mwalimu, umenikumbusha hata Waswahili wanasema njia mbili zilimshinda fisi. Kwa sababu ukiwa unakwenda pande na pande hivi utapasuka tu. Kwa hivyo lazima uweze kuchagua ni njia gani utafuata. Naam, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumanne, wimbo wa mpenzi wangu. Mwalimu, mbona mpenzi aimbiwe katika siku ya Jumanne? Je, ni kipi hiki ambacho kinamchochea yule ambaye anaimba kuweza kumuimbia mpenzi wake? Mwalimu, hapo tunakutana na Isaia. Ni yeye anayeweza kuimba ule wimbo anaolinganisha na kuimbia shamba la misabibu. Mwalimu, kuna nyimbo za mapenzi
zile ambazo unaelezea hisia zako kwa yule ambaye unampenda ama vile ambavyo ungetaka aweze kuwa. Kwa hivyo katika Isaya sura ni ya ngapi mwalimu? Isaya sura ni ya 5. Ukisoma katika aya ya 1 hadi 4 tutakumbana na wimbo fulani pale. Mwalimu, sijui kama unaweza kutusomea. Inasema, naam, na nimuimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya handaki kulizunguka pande zote, akatoa mawe yake akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumaini kuwa utazaa zabibu, na ukazaa zabibu mwitu. Na sasa, enyi wenyeji wa Yerusalemu, ninyi watu wa Yuda, amueni na wasii kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Je, ni kazi gani niliyoweza kutenda ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi nilitumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lizae zabibu mwitu? Na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu. Kwa hivyo tunaona kuna yule ambaye alikuwa anamiliki shamba la mizabibu, akafanya handaki kulizunguka pande zote. Kwa hivyo tunaona kuna kazi ambayo anafanya, na ni kazi madhubuti ambayo anafanya kuhakikisha kwamba shamba lake liko shwari kabisa, liko imara. Akatoa mawe yake akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Mwalimu, kumbuka pia tuliweza kusema kwamba Mungu aliweza kupanda mbegu ambazo zilikuwa nzuri pale katika ule mfano wa Mathayo 13:26 kushuka. Alafu tunaona akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumai ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Mwalimu, usijui upande zabibu alafu unajua inapaswa kuwa tamu, ukienda kula unapata ni kali, sijui kama italika. Haiwezi ikalika hiyo, si ndio? 3, basi pale kuna kitu ambacho kinajitokeza. Na sasa, enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasihi. Kwa hivyo tunaona Mungu ambaye ndiye mpanzi, Mungu ndiye ambaye anashughulikia lile shamba la mzabibu, Mungu ambaye ndiye mpanzi wa mzabibu ule. Shamba la mizabibu ni lake. Shamba la mizabibu, na tunajua shamba lile linarejelea watu wake. Mwalimu, basi Mungu anauliza swali hapa. Na sasa, enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasihi kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona linazaa zabibu mwitu? Ni maswali ambayo anajiuliza. Ni kipi hiki ambacho hajakifanya? Kwa hivyo ameweza kutuelezea umbali ambao ameenda na mambo ambayo ameweza kuyafanya ili kuhakikisha kwamba shamba hili liko imara kutoa mazao mazuri. Lakini tunaona kwamba shamba hili badala ya kuzaa zabibu linazaa zabibu mwitu. Mwalimu, kwa hivyo ni kitu ambacho Mungu anatuuliza pia sisi. Ni nini hajatufanyia? Hiki ambacho hajatufanyia. Amemtoa mwana wake pekee aje atufie. Msalaba, tunaona msalaba unaweza kudhihirisha upendo wake. Alitupenda tukiwa bado wa dhambi. Hakuna kitu ambacho amebakisha kufanya. Amefanya kila kitu ambayo inapaswa sisi tuweze kuona uzito na upendo, kina cha upendo wa Mungu, lakini hatuoni. Sasa swali linaulizwa, je, ni kipi hiki ambacho sijafanya ili kumkomboa binadamu? Kipi hiki ambacho sijafanya kumkomboa Heri? Kipi hiki ambacho sijafanya kumkomboa Anthony? Kipi hiki ambacho sijafanya kumkomboa? Unaweza weka jina lako pale. Mwalimu, ukisoma 7 hapo linaeleza kwamba shamba mwenye shamba la mizabibu ni Bwana.
Mwalimu soma 7. 7 inasema, kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Kwa hivyo Mungu after kufanya kazi yake yote Naam. kwa wana wa Israeli na kwa watu wote, kwa wote, Naam. alitegemea sisi wote tuweze kufikia toba. Naam. Lakini akitutazama anaona bado tuko vuguvugu. Bado hatujaamua, hatueleweki tuko kwa laini ya Yesu ama tuko kwa laini ya shetani. Kama mwalimu tuko miguu mbili, hatujapiga kauli kwamba tumeamua. Yaani tuko kwenye bonde la uamuzi. Hatujui tuchukue kushoto kulia. Naam. Na mwalimu, hilo litatuweka katika hatari kubwa, sababu Mungu anasema ataharibu ili hii msabibu. Mwalimu 6 hapo. 6 inasema, nami nitaliharibu wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigili na miiba, nami nitayaamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Kwa hivyo mwalimu, kwa kutofanya uamuzi leo, tuseme ya kwamba mimi leo nimemkubali Yesu Kristo na kuweza kumfuata na njia zake na kuacha hila za mwovu shetani, tunajiweka katika hali ya kupata punishment ama pigo kutoka kwa Mungu, ambayo ni pigo ambayo si tamu, kwa sababu tunajua kiboko cha Mungu mwalimu si kizuri. Kwa hivyo kadri tunavyozidi kusita, kadri tunavyozidi kukataa Roho Mtakatifu, ndivyo mwalimu tunazidi kujihukumu wenyewe. Kwa sababu tunajua nuru imetujilia. Lakini ama kwa sababu tunajua nuru imewajilia watu wa ulimwengu huu, lakini hawakuipenda kwa sababu walitaka tu kukuza yale matendo yao maovu. Walimu, unajua wakati mwingine unapata mtu unamuuliza mbona hujafanya hivi na hivi. Unapata kwamba pengine watu wengine wamekataa pengine mambo ya Biblia kwa sababu kuna yale ambao wanafanya ambayo wanakinzana na Biblia. Kwa hivyo ni kumaanisha iwapo watakubaliana na Biblia itabidi waweze kuacha yale ambayo wanafanya. Kwa hivyo wamedhamini yale wanaoyafanya zaidi ya neno la Mungu. Na tunajua kuna hatari kwa hiyo, kwa sababu hatujui mlango wa rehema wako utafungwa lini. Unajua ndio hivyo mwalimu. Sijui kama una la ziada siku ya wimbo wa mpenzi. Tuende siku ya Jumatano. Jumatano ni mfano wa Kristo na shamba la mizabibu. Tunaona anaendeleza dhana hii ya shamba la mizabibu. Mwalimu, sijui kama utatusomea kitabu ni cha Mathayo, sura ni ya 21, aya ni ya 33 hadi 39. Inasema hivi. Naam. Sikilizeni mfano mwingine. Naam. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, naye alipanda shamba la mizabibu, akalizunguka ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyo wakampiga, na huyo wakamuua, na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda vile vile. Mwishowe akatuma mwanawe kwao, akisema watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomuona yule mwana, wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya na tumuue, tutoe urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu, atawatendaje wale wakulima? Wakamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakao mlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko njiwe walilo kataa na mwalimu ulikuwa usome hadi 39
39 ambayo 39 inasema wakamkamata wakamtupa nje ya shamba la mizabibu wakamuua. 40 basi atakapokuja ule bwana wa shamba la mizabibu atawatendaje wale wakulima? Wakamwambia atawaangamiza vibaya wale wabaya na shamba la mizabibu. Naam. Mwalimu, kwa hivyo ukiangalia yale ambayo tunajaribu kufunzwa katika siku hii ama tunalojifunza, kumbuka tumesema ambaye mwenye shamba, mwenye konde ni nani? Ni Mungu. Ambaye amefanya kila jitihada za kumuokoa binadamu. Mwalimu, hapa tunaona kwamba anamtuma kwanza. Mwalimu alituma watumwa wake ama wafanyikazi wake waende shambani. Nakumbuka ni wakati wa matunda. Naam. Waweze kupokea yale mavuno. Naam. Lakini wa kwanza walipoenda wakamshika wakawaua. Wa pili wakauawa. La mwisho akatuma mwanawe. Anasema huyu labda watamheshimu. Naam. Lakini wanakuja pia yeye wanamuua. Naam. Kwa hivyo mwalimu, huu ni mfano kabisa wa Mungu vile alivyofanya. Tunaona kabla Yesu hajakuja kuzaliwa na Mariamu akuja hapa duniani, Mungu aliweza kuonya watu, akawatumia manabii Isaya, akawatumia manabii kama Musa na wengine kadhalika walio tangulia kabla Yesu hajazaliwa hapo ulimwenguni. Lakini wote watu waliweza kuwakataa na kuweza wengine wao kama Stefano kuua kwa mawe. Lakini hatimaye Mungu akamtuma mwanae mwenyewe kwa mjibu wa hadithi wa hii mfano akifikiria wataweza kumheshimu na kuweza kurejelea njia za kweli. Lakini walifanya nini mwalimu? Wanamuua vile vile na kumwangika msalabani. Sasa Mungu anasema, je, nikikuja mimi mwenyewe nitafanya nini? Mwalimu, kwa hivyo tunaona hata sasa Mungu bado ana watumishi wake ambao anawatumia kueneza neno lake. Lakini watu wanawapuuza. Unajua kunazo njia nyingi sana za kuua wale ambao wanatumwa. Nambari moja, iwapo hautawasikiza, hiyo ni njia moja ya kuwaua. Kwa sababu neno lile ambalo wanalifunza halipati kuchipuka moyoni mwako. Nambari 2, tumesema kwamba kuna wale ambao wanakataa kweli kwa kusoma Biblia, ambao tunajua kweli ni Yesu Kristo. Kuna wale ambao wanamkataa Yesu Kristo. Na mwalimu, ukisoma Waebrania 6:6, kwa kutenda dhambi ni kana kwamba tunamrudisha Yesu msalabani. Kwa hivyo hata sisi sasa hivi kuna wale ambao tunashiriki kitendo Yesu kama hiki ambacho hawa wanaozungumziwa katika hadithi hii walifanya, kuweza kumuua kumuua yule aliyetumwa, yule mwana wa Mungu. Kwa hivyo vile vile sisi kuna wale ambao kwa sasa tunafanya hivi bila hata kujua. Kwa hivyo tunapolikataa neno la Mungu, tunapotenda dhambi, wapuuza wale ambao Mungu amewatuma ili kuleta maneno yake, ili kudhihirisha maneno yake ya Biblia, tunakuwa partakers. Ni kana kwamba tumekuwa waasi hao ambao waliweza kukamata wakaua wale ambao walikuwa wametumwa. Ndiposa tunaulizwa, je, akirudi atapata waaminifu? Kwa hivyo Mungu anatafuta wale ambao wanatoa matunda hata sasa. Na mwalimu, ni jambo la kusitikiza sana kwamba Mungu anatuma waonyaji ila watu hawawezi kuwasikiliza. Watu wanakuja kuwaonya instead waone ule upendo wa Mungu ambao unafanya atume waonyaji, na tunajua akona option ya kuwamaliza. Waone iwe ukuu upendo mwalimu, kama vile tunaona 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili watu wote waweze kufanya nini? Kupata uzima wa milele. Na vile uliposoma mwalimu kwa Rumi 3 pale inasema kupitia kwa damu ya Yesu Kristo ikuwe ndio upatanisho. Instead of watu bandala ya watu waone upendo vile ulivyo kidhiri ni mkubwa zaidi, hatuwezi hata kuelezea ni upendo wa mna gani ambao Mungu ako nao kwetu sisi tunazidi kuua hao watu ambao Mungu anaweza
kututumia kama wanyaji. Kuua siku hizi ni kufanya nini? Kwa mfano kukataa neno la Mungu na kudharau mambo ya Mungu, kuona ni kama hayana maana yoyote. Na kufanya nia zetu ambazo ni dhaifu na potovu. Naam, ukisoma 41 inasema wakamwambia atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Kwa hivyo tunaona watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Kwa hivyo iwapo tutapuuza wale ambao wametumwa na Mungu, tutaweza kuondolewa, ili Mungu aweze kuleta wale ambao wataweza kufanya nini? Watakao mlipa matunda kwa wakati ufaao. Kwa hivyo hili ni jambo pengine ambalo tunaweza kujifunza, tuweze kujihoji, tujue tuko wapi. Mwalimu, unajua Biblia inasema anayefikiria amesimama aweze kujichunguza ili asije akaanguka. Naam mwalimu, tunaona hapa mwishoni kwamba tukio la msalaba linadhihirisha kwamba Mungu amefanya kila kitu ambacho kingeweza kufanywa ili kupunguza na kuondoa uovu, lakini bila kuharibu muktadha kwa ajili ya ustawi wa upendo wa kweli. Kama kungekuwa na njia yoyote iliyo bora zaidi kwa Mungu, je, asingeichagua? Wakati watu wanateseka sana katika pambano hili la ulimwengu mzima, Mungu mwenyewe anateseka kuliko wote. Tunapoutazama msalaba, tunaweza kuona kwa hakika mateso na maumivu ambayo dhambi imemletea Mungu mwenyewe. Hata hivyo, uhuru ulio ndani ya upendo ulikuwa mtakatifu mno kiasi kwamba Kristo alikuwa tayari kustahimili jambo hilo kwa ajili yetu. Kwa hivyo Mungu amefanya kila jambo ambalo angeweza kufanya ili kuweza kumnusuru binadamu ambaye amepotea. Naam, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Alhamisi ambayo ina mada inayosema kulithibitisha jina la Mungu. Mwalimu, tunaona katika siku ya Alhamisi kwamba hatimaye jina la Mungu linadhibitishwa katika kila njia kupitia kwa kazi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika mpango wa ukombozi. Haki kamilifu na upendo wa Mungu vinadhihirishwa pasipo shaka yoyote. Kama vile ambavyo tumesoma katika kitabu ni cha Warumi 3:25 na 26, na vile vile tuliweza kuona jinsi ambavyo Kristo alivyo tufia tukiwa bado wa dhambi. Mwalimu, kwa hivyo tunaona katika mchakato huu mzima, kama vile ambavyo tumekuwa tukisema, tunapokwenda patakatifu tunaona kisa kizima cha ukombozi. Vile ambavyo Mungu amekusudia kumkomboa binadamu ambaye ametanga mbali na yeye. Tunajua baada ya dhambi kuwepo, kulikuwa na pengo ambalo liliweza kutokea. Na tunaona Yesu anakuja kuliziba lile pengo ili aweze kuleta upatanisho kati ya binadamu na Mungu. Na kwa hivyo tunaona Mungu ameweza kutupatia uhuru, Mungu ameweza kutudhibitishia yeye ni nani. Na vile vile mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 15:3 inasema hivi. Naam. Nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako mfalme wa mataifa. Kwa hivyo wale ambao watakuwa ni washindi wataangalia nyuma na kuweza kuona kile ambacho Mungu amewafanyia. Na vile watakapokuwa wametambua hili mwalimu, watafanya nini? Wataweza kuimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Mwalimu, na vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 19:1 hadi 6 inasema nini? 19:1 inasema, baada ya hayo nikasikia sauti kuu, sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu, utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu, kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki, maana amhukumu yule kahaba mkuu
aliyeharibu nchi kwa uasherati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili, haleluya na haleluya, na moshi wake hupaa juu hata milele na milele. Na wale wazee 24 na wale wenye uhai 4 wakasujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kiti chake cha enzi, wakisema amina, haleluya. Sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote, ninyi mnao mcha wadogo kwa wakuu. Na mwalimu, kwa hivyo tunaona kwamba hukumu za Mungu ni zenye haki. Naam. Mwalimu, kumbuka kwamba hukumu haimfaidi Mungu. Naam. Kwa sababu yeye anajua. Naam. Mbona huyu amechaguliwa, yeye anajua, lakini binadamu hajui. Naam. Kwa hivyo hukumu ni kwa sababu ya binadamu. Naam. Ili kuweza kuelewa mbona mimi niko hapa. Naam. Mbona pengine wale ambao nilikuwa ninawapenda hawako pamoja na mimi. Naam. Kwa hivyo hukumu ni kwa sababu ya binadamu. Naam. Kwa hivyo hukumu kama vile ambavyo najaribu kusisitiza ni kwa sababu ya wanadamu. Ili tuweze kujua Mungu amefanya kila jambo ili kuweza kumnusuru binadamu. Na Mungu ni mwenye haki, hakufanya mapendeleo. Kwa hivyo hilo ndilo ambalo tunajifunza katika siku ya Alhamisi, ambao ni kudhibitisha jina la Mungu. Mwalimu, kwa mtazamo mwingine, Mungu alipomtuma mwanawe, kama vile tulitangulia kuona 3:16, naam, tukienda 17 yote kitabu cha Yohana, tunaona sasa Yesu ameweza kukamilisha kazi yake. Anamwambia Mungu, ile kazi ulionipa nimeweza kuikamilisha. Na kazi hii Yesu aliyokuwa amekujia ilikuwa ya kuweza kumuokoa mwanadamu asiweze kuangamia, ama ilikuwa ya kuja kudhibitisha jina la Mungu, kuonyesha Mungu ni nani, sababu watu ni kama hawakuwa wanaelewa Mungu ni nani. Ila Yesu alipokuja kukaa kati yetu, hiyo ndio ilikuwa kazi yake kubwa, aweze kuonyesha Mungu ni nani, na Mungu ni upendo, mpaka akaweza kumtoa mwana wake. Kama anaweza kumtoa mwanake, mbona sisi asiweze kutuokoa? Kwa hivyo mwalimu, kazi ya ukombozi wa Mungu ilikuwa imepangwa kabambe ili mwanadamu waweze kuokoka. Vile vile mwalimu, tunaona hatimaye kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana, wa Filipi 2:10 na 11. Haya yote ni sehemu ya udhibitisho wa tabia ya Mungu, kwamba kila goti litapigwa mbele za Mungu na kuweza kukiri kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hivyo wanadamu wote watakuwa na fursa ya kuweza kukiri ya kwamba Mungu Yesu ni Bwana, kwa sababu watakuwa wameona yale ambayo yamejiri. Kwa hivyo ni ombi langu kwamba uweze kuwa pamoja na wale ambao wataimba wimbo wa Musa na wimbo wa Mwana Kondoo, kwa sababu hawa ni wale ambao watakuwa wamekombolewa. Iwapo hautauimba huu wimbo, basi sijui ni wimbo wenye wamewekewa akiba ya moto, mwalimu, kwa mjibu wa Petro wa kwanza 3:7. Naam, sijui utaimba wimbo gani. Kwa hivyo ni ombi langu wote tuweze kushiriki pamoja, tuweze kuimba wimbo wa Musa na Mwana Kondoo. Naam, tumefikia tamati mwa uchambuzi juma hili. Mwalimu, utatutamatishia kwa ombi. Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa nafasi hii tumeweza kupata kuweza kuangalia neno lako na tuweza kujifundisha mengi. Mungu, ni ombi letu ya kwamba urejeapo mara ya pili tuweze kuwa baadhi ya watu ambao wataweza kuimba wimbo wa Musa na Mwana Kondoo, tukiibuka kuwa washindi. Bwana, tunaomba utuwezeshe zaidi, Roho wako Mtakatifu aweze kutufundisha mengi na kutuandaa kwa urejeo wako wa pili, ili Bwana tusiwe baadhi ya watakaopotea, ila kila mmoja wetu awe baadhi ya watakaoshinda na kusema ya kwamba na kukiri ya kwamba wewe ni Mungu wa haki na ahadi zako ni za milele. Ni katika jina la Yesu naomba hata na kuamini. Amina.